Surat Ash-Shura imeteremka Makka. Hii ni sura ya Makka na idadi ya aya zake ni 53 na imeitwa Ash-Shura, yaani kushauriana, kwa sababu inavyoongoza waumini waendeshe mambo ya jamii zao kwa kushauriana ili ipatikane haki na uthibiti wa adilifu. Na sura hii imekusanya mambo mengi ya dini na hoja za itikadi. Imefungua sura kwa kuisifu Qur'ani yenyewe kwa kuwa ni wahi, yani ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu, itakayorudisha matusi ya makafiri na ikashughulikia kumpoza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tena baada ya hayo ikaingilia kuthibitisha uweza wa Mwenyezi Mungu aliyeiteremsha Qur'an na ukatukuka utawala wake, na ikaeleza kukanya kwa baadhi ya watu juu ya kuwa hoja zake ziwazi zinazoonyesha kuwa haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kubainisha hitilafu zao katika kufahamu haki. Na baada yake sura hii ikatilia mkazo uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya kila kitu. Kisha ikathibitisha kuwa msingi wa sharia ni mmoja, na ikaashiria kuwa wapo wanaokufuru juu ya hivyo. Hali kadhalika imeashiria kuwa vitabu vyote vya mbinguni vinaongoza kwendea haki. Na sura imelaani shirki ya washirikina na kukhitalifiana kwao katika kuhimiza kiyama kwa maskhara. Na ikatoa uongozi kwa wafuasi wake wawalinganie watu kwenye dini, kama ilivyoeleza ubora wa upole wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Na sura hii imehadharisha kuzama katika kuiwania dunia tu peke yake, na ikabainisha uovu wa hali ya makafiri na wema wa hali ya waumini katika akhera. Na sura ikawalaumu wale waliomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia kaizua Qur'an, hali wao wameshindwa hata kuleta sura moja tu mfano wake. Kisha ikatangaza kuwa Mwenyezi Mungu ameikubali toba ya waumini, na ikatangaza hikma ya kuzigawa riziki kwa watu kwa mpango wa hikma. Hawakuwa wote matajiri, kwa kuchelea wasipande jeuri, wala wasiwe wote mafakiri wakateketea, bali amewakunjulia baadhi na amewadhikisha wengine. Na akadhihirisha baraka za mvua na dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa jambo hili, na kwamba masaibu ya dunia ni kwa sababu ya maasi. Kisha subhanahu akakariri kwa njia nyingine hali za waumini na wanaokadhibisha kwa akhera, na madhila yatayowapata wanaokadhibisha. Na akataka wafanye haraka kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu kabla uhai haujakata fursa ya kutenda. Kadhalika sura imeshughulika kumpoza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kubainisha uweza wake subhanahu kumtunukia amtakaye watoto wa kike na wa kiume mwinginewe, na mchanganyiko kwa watatu na kumnyima kabisa wanne. Kisha sura ikataja njia za Mwenyezi Mungu kusema na manabii wake, na ikahitimisha kwa kubainisha njia ya haki iliyonyoka ambayo inayopasa kuifuata. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hamim. Ain Mim Ain Sin Qaf. Kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hikma anavyokuletea wahi wewe na walio kabla yako. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Ni vyake viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, na yeye ndiye mtukufu mkuu. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Zinakaribia mbingu kupasuka juu huko,
na malaika wakimtakasa Mola wao mlezi na kumhimidi na wakiwaombea maghfira waliomo kwenye ardhi. Ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafidhun alayhim wama anta alayhim biwakil. Na wale waliowafanya walinzi wengine badala yake yeye, Mwenyezi Mungu ni mwangalizi juu yao, wala wewe si wakili juu yao. Wakadhalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Na namna hivi tumekufunulia Qur'an kwa Kiarabu ili waonye watu wa mama wa miji na walio pembezoni mwake, na uhadharishe na siku ya mkutano. Haina shaka hiyo, kundi moja litakuwa peponi na kundi jingine motoni. Walau shaa Allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Na Mwenyezi Mungu angelipenda angewafanya wote umma mmoja, lakini anamuingiza katika rehema yake amtakaye, na wenye kudhulumu hawana mlinzi wala msaidizi. Amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Au wamechukua walinzi wengine badala yake, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi hasa, na yeye ndiye anayehuisha wafu, na yeye ndiye mweza wa kila kitu. Wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Na mkikhitalifiana katika jambo lolote, basi hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi, ninayemtegemea na kwake yeye ninarejea. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Yeye ndiye muumba mbingu na ardhi, amekujaalieni mke na mume katika nafsi zenu na katika nyama hoa dume na jike. Anakuzidishieni namna hii, hapana kitu kama mfano wake, naye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim. Yeye ndiye mwenye funguo za mbingu na ardhi, humkunjulia riziki amtakaye na humpimia amtakaye. Hakika yeye ni mjuzi wa kila kitu. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي
إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Amekuamrisheni dini ile ile aliyomuhusia Nuhu na tuliokufunulia wewe, na tuliowahusia Ibrahim na Musa na Isa, kwamba shikeni dini wala msifarikiane kwayo. Ni magumu kwa washirikina hayo unayowaitia. Mwenyezi Mungu humteua kwake amtakaye na humongoa kwake aelekeaye. Wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Na hawakufarikiana ila baada ya kuwajia elimu kwa sababu ya husda iliyokuwa baina yao. Na lau kuwa haikwisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako mlezi ya kuakhirisha mpaka muda maalum, basi bila shaka pangelihukumiwa baina yao. Na hakika waliorithishwa kitabu baada yao wanakitilia shaka inayowahangaisha. Falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwaahum وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Basi kwa haya waite, nawe simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa, wala usiyafuate matamanio yao. Nasema, naamini aliyoteremsha Mwenyezi Mungu katika vitabu, na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Mwenyezi Mungu ni Mola wetu mlezi na Mola wenu mlezi. Sisi tunajukumu kwa vitendo vyetu na nyinyi mnajukumu kwa vitendo vyenu. Hapana kuhojiana baina yetu na nyinyi. Na Mwenyezi Mungu atatukusanya pamoja na marejeo ni kwake. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Na wanaohojiana juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kukubaliwa, hoja za hawa ni batili mbele ya Mola wao mlezi, na juu yao ipo ghadhabu na itakuwa kwao adhabu kali. Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi walmizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha kitabu kwa haki na mizani. Na nini kitakachokujulisha ya kwamba pengine saa ya kiyama ipo karibu? Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq. Ala innal ladhina yumaruna fi as-sa'ati lafi dalalin ba'id. Wasioamini huihimiza hiyo saa ifike upesi, lakini wanaoamini wanaiogopa na wanajua kwamba hakika hiyo ni kweli. Ama kwa hakika hao wanaobishana katika habari za hiyo saa wamo katika upotofu wa mbali kabisa. Allahu latifun biibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyyul aziz. Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake, humruzuku ampendaye,
naye ni mwenye nguvu mtukufu. Man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthihi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Mwenye kutaka mavuno ya akhira tutamzidishia katika mavuno yake, na mwenye kutaka mavuno ya duniani tutampa katika hayo, lakini katika akhira hana fungu. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah walawla kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim. Au hao wana miungu ya kishirikina waliowatungia dini asiyoitolea idhini Mwenyezi Mungu, na lau lisingekuwako neno la kupambanua basi wangelikatiwa hukumu baina yao, na hakika wenye kudhulumu watapata adhabu chungu. Tara adh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Utawaona hao madhalimu wanavyokuwa na hofu kwa sababu ya walioyachuma, nayo yatawafika tu. Na walioamini na wakatenda mema watakuwamo katika mabustani ya peponi. Humo watapata wayatakayo kwa Mola wao mlezi. Hiyo ndiyo fadhila kubwa. Dhalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilu salihat. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Hayo ndiyo aliowabashiria Mwenyezi Mungu waja wake walioamini na wakatenda mema. Sema, sikuombeni malipo yoyote kwenu ila mapenzi katika kujikurubisha, na anayefanya wema tutamzidishia wema. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye shukrani. Am yaquluna iftara ala Allahi kadhiba fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu alimun bidhati as-sudur. Ati wanasema amemzulia Mwenyezi Mungu uongo. Mwenyezi Mungu akipenda atapiga muhuri juu ya moyo wako, na Mwenyezi Mungu anaufuta upotofu na anaithibitisha haki kwa maneno yake. Hakika yeye anayajua yaliyomo vifuani. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Naye ndiye anayepokea toba kwa waja wake na anasamehe makosa na anayajua mnayoyatenda. Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adhabun shadid. Na anawaitikia wanaoamini na wakatenda mema, na anawazidishia fadhila zake, na makafiri watakuwa na adhabu chungu. Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia riziki waja wake, basi bila shaka wangelipanda kiburi katika dunia, lakini anaiteremsha kwa kipimo akitakacho,
hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid. Naye ndiye anaiteremsha mvua baada ya wao kisha kata tamaa na hueneza rehema yake. Naye ndiye mlinzi mwenye kuhimidiwa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wama batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na wanyama aliowaeneza. Naye ni mwenye uweza wa kuwakusanya apendapo. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Na misiba inayokusibuni ni kwa sababu ya vitendo vya mikono yenu, naye anasamehe mengi. Wama antum bimu'jizina fil ard wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Na nyinyi hamwezi kushinda katika ardhi, na wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi badala ya Mwenyezi Mungu. Wa min ayatihi aljawari fil bahri kal'a'lam. Na katika ishara zake ni vyombo vinavyokwenda na kurejea baharini kama vilima. In yasha yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahrihi inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur. Akitaka hutuliza upepo, navyo hivyo vyombo husimama tutwe juu ya bahari. Hakika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. Au yubiqahunna bima kasabu wa ya'fu an kathir. Au huviangamiza hivyo vyombo kwa sababu ya walioyatenda hao watu, naye usamehe mengi. Wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Na ili wajue wanaojadiliana katika ishara zetu kwamba hawana pahala pa kukimbilia. Fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wama 'inda Allahi khayrun wa abqa lilladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Basi vyote mlivyopewa ni starehe ya maisha ya dunia tu, lakini kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora na cha kudumu kwa ajili ya walioamini na wakawa wanamtegemea Mola wao mlezi. Walladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Na wanaoepuka madhambi makubwa na mambo machafu, na wanapokasirika wao usamehe. Walladhina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na wanaomuitikia Mola wao mlezi na wakashika sala, na mambo yao yakawa ni kwa kushauriana baina yao na kutokana na tulichowaruzuku wakawa wanatoa. Walladhina idha asabahumul baghyu hum yantasirun. Na ambao wanapofanyiwa jeuri hujitetea. Wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Na malipo ya uovu ni uovu mfano wa huo, lakini mwenye kusamehe na akasuluhisha,
basi huyo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu. Hakika yeye hawapendi wenye kudhulumu. Wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil. Na wanaojitetea baada ya kudhulumiwa au hapana njia ya kuwalaumu. Innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum 'adhabun alim. Bali lawama ipo kwa wale wanaowadhulumu watu na wanafanya jeuri katika nchi bila ya haki, au watapata adhabu iliyochungu. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Na anayesubiri na akasamehe, hakika hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea hana mlinzi baada yake, na utawaona wenye kudhulumu watakapoiona adhabu wanasema, je, ipo njia ya kurudi? Watarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafiy wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Na utawaona wanapelekwa kwenye moto, nao wamenyenyekea kwa unyonge, wanatazama kwa mtazamo wa kificho. Na walioamini watasema, hakika wapatao hasara ni hao waliohasiri nafsi zao na ahali zao siku ya kiyama. Ama hakika wenye kudhulumu watakuwa katika adhabu ya daima. Wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah waman yudlilillahu fama lahu min sabil. Wala hawatakuwa na walinzi wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu, na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea hana njia yoyote. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir. Muitikieni Mola wenu mlezi kabla haijafika siku isiyoepukika itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo hamtakuwa pa kukimbilia wala hamtakuwa na cha kukingia. Fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafidha in alayka illa albalagh wa inna idha أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Na wakipuuza, basi sisi hatutakupeleka ili uwe mwangalizi wao, si juu yako ila kufikisha ujumbe tu. Na hakika sisi tukimwonjesha mtu rehma kutoka kwetu huifurahia, na akisibiwa na ovu kwa sababu ya iliyoyatanguliza mikono yao, basi hakika mtu huyu anakufuru. Lillahi mulku samawati wal ard
yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, anaumba apendavyo. Anamtunukia amtakaye watoto wa kike na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Au huwachanganya wanaume na wanawake na akamfanya amtakaye tasa, hakika yeye ni mjuzi mwenye uweza. Wama kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Na haikuwa kwa mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze ila kwa wahi au kwa nyuma ya pazia au kumtuma mjumbe, naye humfunulia ayatakayo kwa idhini yake. Hakika yeye ni mtukufu mwenye hikma. Wakadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Na namna hivi tumekufunulia Qur'an kwa amri yetu. Ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani, lakini tumekifanya kuwa ni nuru ambayo kwayo tunamuongoa tumtakaye katika waja wetu, na hakika wewe unaongoa kwenye njia iliyonyooka. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake yeye tu viliomo mbinguni na katika ardhi. Jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa Mwenyezi Mungu.